Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na rais wa Marekani Bwana Donald Trump wakati huu ametangaza rasmi kwamba anaachana na mpango wa mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin ambao walipanga kufanya mazungumzo hayo huko Budapest nchini Hungary, lakini wakati huo akiweka vikwazo alivyosema kwamba visiwekwe kwa Urusi. Rais huyo wa Marekani ameweka vikwazo katika makampuni mawili ya mafuta lakini pia na makampuni tanzu ya Urusi. Marekani imeweka vikwazo kwa Urusi katika baadhi ya makampuni yake ikiwa ni pamoja na Lukoil pamoja na Rosneft miongoni mwa makampuni pamoja na makampuni ya utanzu. Marekani kupitia wizara yake ya fedha baada ya tangazo la Trump imeweka vikwazo katika makampuni ya mafuta ya Urusi ambayo ni pamoja na Rosneft pamoja na Lukoil ambayo yapo nchini Urusi pamoja na makampuni yao tanzu. Hatua hizi zinakuja baada ya rais huyo kukutana na Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, ambapo katika mazungumzo yao alieleza ni namna gani hakuweza kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Alichokieleza ni kwamba anaona wazi hakutakuwa na mafanikio katika mazungumzo hayo, jambo ambalo limemfanya ni bora asikutane na kiongozi huyo kwani atakuwa akipoteza wakati wake. Rais huyo wa Marekani pia alikiri kwamba hakuwa na uhakika kama vikwazo hivyo vipya vitabadili msimamo wa Urusi kuhusu mzozo wa Ukraine. Natumai yeye Putin atakuwa mwenye busara na natumai Volodymyr Zelensky wa Ukraine atakuwa mwenye busara pia. Alisema inawahusu wote wawili katika suala hilo la vikwazo. Mipango ya mkutano wa kilele wa Putin na Trump ilitangazwa kwa mara ya kwanza wiki iliyopita baada ya viongozi hao wawili kuzungumza kwa njia ya simu, ingawa hakuna tarehe maalum iliyowekwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov awali alisema mkutano wa Urusi na Marekani ulipaswa kutanguliwa na maandalizi mazito, akisisitiza kwamba mkutano wa kilele kati ya viongozi hao wawili hautapotea kwani marais wote wamezoea kufanya kazi kwa matokeo. Ukiachana na vikwazo vya mafuta vya Marekani, Umoja wa Ulaya, moja kati ya washirika wa Marekani, wamekubaliana kuweka kifurushi kipya cha vikwazo kwa Moscow ikiwa ni pamoja na ahadi ya kupunguza zaidi uagizaji wa gesi na mafuta, DPA iliandika siku ya jana Jumatano. Kulingana na vyanzo vingine kama vile Reuters, EU imeweka kifurushi hicho na kinaorodhesha kampuni 4 zinazohusika katika tasnia ya mafuta ya Uchina ambavyo vinadaiwa kukwepa vizuizi vya magharibi. Nakala ya mwisho ilikubaliwa na nchi wanachama lakini haikuwa imepitishwa kwa sababu ya kutoridhishwa kwa Slovakia juu ya mambo yaliyohusiana. Reuters iliandika mapema Jumatano kuwa ikinukuu urais wa Denmark, nchi inayoshikilia msimamo wa mwisho imeondoa kura yake ya turufu. Idhini rasmi inatarajiwa siku ya leo asubuhi. Ni nini ambacho kitamuliwa kuhusu suala la nishati ya Urusi na ni namna gani watu wa Ulaya wataweza kupata nishati? Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni kile ambacho kimeelezwa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kutokutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kadhalika na kile kilichoelezwa na wizara ya fedha ya Marekani kwamba inaweka vikwazo katika makampuni ya mafuta ya Urusi, kadhalika na hata vikwazo vingine vilivyoelezwa na Umoja wa Ulaya EU katika vikwazo hivyo vya nishati ya mafuta pamoja na gesi. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani hapa The World News.